Naam, uhari gani? Naondoka, tumemaliza matangazo ya UEFA Champions League. Siku ya leo tulikuwa tunakuletea mchuano kati nazungumzia ya Arsenali dhidi ya timu ya Inter Milan kule San Siro, na ni kwamba mechi imetamatika. Sijui kama upande wa pili utaweza kuona, wanafanya game review upande wa pili kule kwenye screen ya pili. Sijui kama utaweza kupata kuiona vizuri, lakini kikubwa zaidi ni kwamba mechi ishatamatika na ni kwamba Arsenal amepata ushindi wa magoli 3-1. Mkusanyiko wa matokeo yamekuwa matokeo, kumetokana na matokeo mbalimbali changanya ambayo labda hatuko tunayatarajia. Mchuano wa Arsenal tunaona kwamba kocha Mikel Arteta amefanya mabadiliko ambayo nazungumzia kwenye kikosi cha kwanza ambacho tumekizoea. Nazungumzia ukiangalia Christian Msquera amerejea kutoka kwenye majeruhi, ameanzishwa siku ya leo, amecheza na Saliba. Gabriel Magalhaes akaweza kubakia kwenye bench akapumzike. Kiungo cha kati hatujaweza kumuona Declan Rice ambaye ameingia kipindi cha pili, alikuwa amepumzishwa vile vile. Ikawa ni ushirikiano kati ya Martin Zubimendi, Mikel Merino pamoja na Eberechi Eze, pia Martin Odegaard hajashirikishwa. Na vile vile ukiangalia kule mbele amemwanzisha, zungumzia kijana Gabriel Jesus ambaye amefunga brace magoli mawili amefunga magoli mawili. Ukimwangalia Victor Gyökeres amepumzishwa ingawa ameingia na kuweza kufunga lile bao la tatu. Na ukiangalia kikosi cha Arsenal, mechi 7 za UEFA Champions League, msururu matokeo yamekuwa ni 100%. Zungumzia mechi zote 7 wamepata ushindi, na huu mchuano wa Inter Milan nazungumzia ni baadhi ya michezo ambayo, ama nazungumzia baadhi ya timu ambazo Arsenal ilikuwa imepangiwa, ambazo zilikuwa ngumu, kwa sababu msimu jana hapa Arsenal San Siro walipoteza 1-0. Unakumbuka tuta lake Hakan Kanoglu Mturuki ambaye siku ya leo alikuwa na jeraha hajacheza. Alafu ukiangalia pia msimu huu wameweza kucheza na timu kama Bayern Munich kule Emirata wakapata ushindi wa magoli 3-1. Atletico Madrid pia walicheza na wao. Ni nazungumzia mechi ambazo pia waliweza kupata ushindi. Kwa hivyo sikudanganye pia mtu, ukiangalia mwana Arsenal ni mtu ambaye anakuwa, ama ni timu ambayo ukiangalia vizuri inajaribisha pia kikombe hiki cha UEFA Champions League. Ukiangalia katika makombe ambayo ng'ang'ania tiambali ligi kuu ya Premier nchini Uingereza, hata hapa UEFA Champions League kufikia sasa matokeo yake basi yamekuwa, naweza sema kwamba matokeo bora zaidi kwa timu ambazo zimeweza ama zinashiriki. Magoli mawili tu ndio wameweza kuruhusu katika goli la kwao, na kikosi kipi mchezaji yupi apewe nafasi anacheza vizuri. Sijamzungumzia Lewis Skelly ambaye amecheza ubao wa kushoto siku ya leo, pia ameweza kujituma ukimwangalia. Najua mabadiliko yao ni kwa sababu ya mchuano wa Jumapili dhidi ya Man United. I think kocha alikuwa anajua kwamba anahitaji baadhi ya wachezaji wake wale ambao ni nguli zaidi kuweza kumsaidia. Kando na mechi hiyo, kumbuka Arsenal mechi ya mwisho watakuwa kipiga dhidi ya Kairat Almaty mchuano wao wiki ijayo wa UEFA Champions League kuweza kukamilisha. Declan Rice na Merino watawakosa kwa kuweza kupata kadi za manjano katika mchuano wa leo. Lakini washafunga kazi wale. Nadhani hata Kairat Almaty labda watapeana nafasi ya vijana wadogo wacheze. Nizungumzie mpira ambao ukiangalia PSG wamepoteza dhidi ya Sporting Lisbon kule Ureno 2-1. Matokeo ambayo wengi pia wako wanatarajia. Ukiangalia PSG pia msimu huu matokeo yake hayaja kuwa yale ya kuridhisha, alama 13 kufikia sasa. Bado na nafasi mchuano wao wa mwisho baadaye. Manchester City ni wazungumzie pia, wao waliweza kupoteza dhidi ya timu ya Bordeaux. Ni sasa matokeo ambayo pia mimi sikuwa nayatarajia, kwa sababu ukiangalia City na ubora wa wachezaji ambao wako nao, lakini pia kadi ya Rodri ilichangia, lakini walikuwa washafungwa magoli 3 already na walikuwa wamefunga moja. Mchuano wa mwisho wanamwalika Galatasaray wiki ijayo. Atakuwa kirejea pale Leroy Sané. Zungumzia Ilkay Gundogan atakuwa kirejea vile vile, wachezaji ambao wamewahi kuwa pale Manchester City, lakini ukiangalia wakiwa City ubora wao ulikuwa juu, si ule ambao tunalengesha dhidi ya Galatasaray. Lakini ukiangalia Galatasaray wana baadhi ya wachezaji ambao bila shaka ukiangalia kina Mauro Icardi, zungumzia Victor Osimhen, na baadhi ya wachezaji kina Lucas Torreira ambao kiungo cha kati. Ni mchuano ambao tunatarajia basi ukawe mkali sana, kwa sababu pia Galatasaray wanatafuta nafasi ya kusonga mbele kupiga hatua. Kwa hivyo City, kile ambacho nadhani Pep atakuwa kichungana nacho ni asiende katika kucheza zile playoffs kama ambavyo alifanya msimu jana akatolewa na Real Madrid, kwa sababu usipomaliza katika mabano ya timu 8 bora, bila shaka utakuwa ukicheza zile playoffs kuanzia nafasi ya 9 hadi 24. Kwa hivyo tutakuwa tukisubiria tuone hali itakuwa namna gani. Kwa hivyo Spurs tulikuwa tumezungumzia mapema, nakumbuka hapo jana tulikuwa tumezungumzia kuhusu kocha. Mechi leo ilikuwa sharti
na lazima ashinde ili angalau aweze basi kupata nafasi ya kusalia pale katika klabu ile, nazungumzia Spurs. Na kweli leo amepata ushindi 2-0 dhidi ya Borussia Dortmund, ushindi ambao utakuwa ukimhakikishia angalau nafasi pale katika timu ya Tottenham akielekea kucheza dhidi ya Burnley, alafu wiki ijayo piga dhidi ya Eintracht Frankfurt kabla ya kupatana na timu ya Manchester United na Manchester City zikuwa zinafuatana hivyo. Kwa hivyo hayo ni matokeo ya usiku wa leo. Tunaenda kupumzika kidogo, tuamkie kazi, lakini tutakuwa hapo kwenye matangazo hapo baadaye pia, kwa sababu wanacheza leo Marseille dhidi ya Liverpool, Chelsea anapiga dhidi ya Pafos. Na ukiangalia pia ni matokeo yatakayotokea siku ya usiku wa leo pia yatakuwa kibadilisha vile ambavyo timu zimejipanga pale. Kina Atalanta ikiwa kwamba atapata ushindi, ujue atakuwa kimfanya City shuke kidogo, na ukiangalia timu ambazo bila shaka basi zipo pale, hata Liverpool akishinda leo basi atakuwa kichupa juu ya City na kutoka katika mabano ya timu zile ambazo nazungumzia ni timu 8. Kwa hivyo mechi zimetamatika, na pia najua kwamba watu wanapata fursa tu ya kupumzika ili kuanza siku. Kwa hivyo wacha nikomee hapo, tukipata nafasi nyingine Kona ya Sport game review tutaweza kuangazia ni yapi ambayo yanajiri. Lakini ukiangalia Inter Milan, imekuwa nikitangaza ule mpira na nikaweza kuona wachezaji, lakini tuzungumzie pia kuwakosa wachezaji kama Hakan Kanahoglu pamoja na Denzel Dumfries. I think imewafanya wao kupoteza mchuano wa siku ya leo, hawajakuwa katika ubora wao. Alafu pia nizungumzie baada ya kupigwa na PSG katika fainali, nilizungumza nikasema itabidi basi wakifanyie upya kikosi chao kwa kuwasajili wachezaji ambao ni makinda na wenye tajriba, kwa sababu ukiangalia kikosi cha Inter, I think that's why aliondoka Inzaghi, kocha ambaye alikuwepo kuelekea kule Saudi. Na ukiangalia mtu kama Francisco Acerbi, miaka imesonga, ukiangalia baadhi ya wachezaji pale miaka imeenda, alafu hawajaweza kufanya mabadiliko katika usajili. I think wanafaa kuyaangazia, kwa sababu ukiangalia kile kikosi si kikosi ambacho kilicheza na City finali miaka kama mitatu hivi imepita. Ukiangalia pia wakicheza dhidi ya PSG walikuwa katika ubovu wao, walipigwa magoli 5 finali. Kwa hivyo ni kitu ambacho wanafaa kuangazia. Kwa hivyo nikomea hapo. Naitwa kijana wa jana Kakapike Waithaka. Tuonane panapo majaliwa, tukipata muda tuzungumze na tuweze kuangazia spoti, hali iko namna gani katika kona ya spoti na game review.